Hello wapendwa, nimekuja kwenu na leo nimepata kibali cha kukutanana na mzee wetu anayejulikana kwa jina la Mauridi Ngwenya. Mzee huyu amecheza mpira sana Fizi, Uvira na hata sehemu zingine, na hata wale ambao waliishi Tanzania. Mzee alicheza mpira sana kwenye makambi ya wakimbizi huko. Ni mzee maarufu sana na alikuwa machachari kweli uwanjani. Leo nimekutanana naye kwenye sherehe ya mzee wetu hapa Gaston Milingita ambaye alieneza miaka 68. Nilimuuliza maswali mawili matatu na mtenda kumfuata hapa kwa hii interview ambayo nilifanya na yeye. Asante sana. Twende tumfuate mzee wetu. Ndiyo, mimi naitwa Mauridi Kabandilwa na mimi ni Mbembe. Natoka katika kijiji cha kule Bubemba ambacho kinaitwa kwa Munene. Mimi ni mtu wa zone ya Fizi, mzaliwa wa kwa Munene. Asante sana. Hatujui kama mzee una familia? Ndiyo. Nilipobahatika kuja hapa Denmark, hapa Ulaya, Scandinavia, nilikuja na familia yangu yote kutoka mkambi ya Lukufu ya pili. Asante sana mzee, na leo umealikwa hapa kwa kusherekea pamoja na mzee Gaston Milingita sherehe yake ya kufika miaka 68. Kitu gani ulijifunza kwa siku ya leo kupitia mzee ambaye tunakuja kusherekea pamoja naye hapa? Umejifunza kitu gani? Ndiyo, nimejifunza kwa sababu tulipokuja hapa kusherekea hiyo sikukuu ya ndugu yetu, kitu cha kwanza kilinipa moyo kwa sababu watu walikuwa ni wengi, na ile ilionyesha upendo kwa sisi Wabembe ambao tunaishi hapa Denmark. Na kama jinsi sherehe ilivyopita, imepita kwa amani, kwa furaha, tumecheza nyimbo zetu za asili, hiyo imenipa furaha sana. Na zaidi sana imenipatia moyo kwa sababu Wabondo walikuwa wengi wakuja kusherekea pamoja kwa kufurahia kwa huyu ndugu yetu Milingita kufikisha hiyo miaka 68. Basi hiyo ni neema kumshukuru Mungu. Si kila mtu mwenye anafikisha hiyo, lakini yeye amefikisha, ili imenipa furaha. Asante sana, na naweza nikauliza kwamba kitu gani unaweza kushauria sisi vijana wa sasa, maana sio rahisi kwa kizazi chetu hiki kufika miaka 68, si rahisi. Ushauri gani unaweza kutushauria sisi vijana, tufanye nini na sisi ili siku moja tuwe kama mzee Milingita wala tuwe kama na wewe kwa umri wako? Ndio. Mimi kitu ambao naweza nikashauria vijana wawe watoto ambao wanashirikiana sana na wazee, kwa sababu shauri za wazee ndizo zinapatia mtoto kuwa na maadili mema, kwa sababu mzee anajua mema na anajua ni mabaya. Yeye alizaliwa mbele ya yule mtoto mwenye anashauria, na anapomshauria anamshauria vile venye yeye aliona na venye alipitia amo. Vizuri inafaa mshaurie, vibaya anamkataza, na mtoto akishika ile atakomana na maadili mazuri. Asante sana mzee, naona una t-shirt hapo inaandikwa Denmark, Scandinavia na kofia. Hiyo inaonyesha kitu gani? Ni kama uniform fulani hivyo. Unaweza kutuambia maneno mawili matatu kuhusu hizo nguo ambao umevaa na kofia yake? Ndio. Hii nguo ni uniform ya watoto wa zone ya Fizi, Wabembe, Babondo. Wakati tulipofika hapa, hii ni nchi ya kigeni, na hii nchi ina mila tofauti na mila yetu ya kule kwenye tulitoka. Na kama tunavala hii, tuliona hapana, mzarau kwao ni mjinga. Inafaa tuambatane au tushike ile mila yetu ya kule. Kwa hiyo tulifanya umoja wa Imwimakaala. Kama vile mnavyojua Imwimakaala maana umoja ni nguvu. Na hiyo ndio yenye tulifanya ile shirika, na kulingana na sheria za hapa kwenye tulifika huko wanalunguzaka watu, lakini kwetu sisi hatufanyake vile. Tunazika mtu mzima basi, lakini hapo wanamlunguza. Ndio tuliona hapana, hii mila yenyewe hapa sio mila ambayo sisi tulikomalia hapo kule kwetu. Inafaa tushirikiane, tuwe umoja Imwimakaala, ili tuwe na ushirika. Mwenye anapata shida, sisi wote tunakimbilia kwa ile shida, inakuwa kama ya kila mtu. Sisi wote Wabembe mama ambao tuko hapa Denmark, na tunairesoudre kwa sababu umoja ni nguvu.
huyo anatosha 10, huyo anatosha 10, huyo anatosha 10, milioni inapatikana. Tunazika mtu wetu kwa heshima na mila na desturi ya kule kwetu. Asante sana mzee, nimeona kwamba muna initiative mzuri na kitu mnachokifanya ni kitu cha kupongeza sana, na nimeshukuru sana mzee kwa kupata maneno mawili matatu kutoka kwako. Acha Mungu aweze kubariki na bariki na familia yako yote. Asante sana. Ndiyo, na sisi tumekushukuru mwandishi na mtangazaji. Mungu na yeye akubariki na uendelee kufanya kazi kama hiyo. Asante sana.